Kinachoendelea kwa sasa, kama unafuatilia maeneo mbalimbali ya kimataifa, watu wa taarifa huko, ni kile ambacho kinasubiriwa kuonekana kule Israel, ambapo na Rais Donald Trump pia atakuwa shuhuda wa mafanikio yake. Sababu haya tunaita mafanikio yake. Anaenda kushuhudia alichokipanda. Baada ya makubaliano ya kwanza kusainiwa, mateka kadhaa wanaachiwa. Si ndio hivyo? Kabisa. Trump anaelekea kule. Tukio la aina gani hili? Yes, ni tukio kubwa sana kwenye utawala wa Trump, kwenye kipindi chake cha pili. Na kama unafahamu kwamba Trump kwenye sera yake mambo ya nje ameingia akikuta dunia ikiwa na mizozo mingi sana ya kimataifa. Kwa hiyo kama kiongozi wa taifa kubwa duniani amechukua nafasi ya kuhakikisha kwamba anakuwa msuluhishi wa changamoto za kiulimwengu. Kwa maana kwamba anakuwa ni global mediator. Amekuwa ni kiongozi ambaye akiwiwa zaidi kuitaka dunia iweze kuwa na amani na dunia kuweza kuwa salama zaidi pa kuishi. Sasa mzozo baada ya kuja kwa mpango wa Trump ambao unaitwa 20 peace plan deal for Gaza, kwa maana kwamba mpango wa hatua 20 ya kuifanya Gaza kuweza kuwa na amani na kuweza kuweka silaha chini. Kwa hiyo tukashuhudia wiki iliyopita wameweza kusaini makubaliano ya kwanza ambayo yalifanyika kule Misri kati ya wawakilishi wa IDF, kwa maana kwamba jeshi la Israeli na serikali ya Israeli na chama cha mlengo wa kulia cha Netanyahu cha Likud, wawakilishi wa Kiarabu, wawakilishi wa Marekani wakiongozwa na Steve Witkoff, mwanadiplomasia mwandamizi wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo leo Trump ukimtazama anaelekea Mashariki ya Kati, Israeli, kwenda kushuhudia tukio kubwa ambapo tangu juzi watu wamekuwa wakikesha kule mitaa ya Tel Aviv, mitaa ya Haifa, kuweza kushuhudia mateka 20 ambao wapo hai, jumla 48, 20 wapo hai, 28 inasemekana kwamba wamefariki. Kwa hiyo katika mpango wa leo wale ambao wamefariki 28 watakuja miili yao kuja kupewa ndugu zao na wataenda kupimwa. Wale 20 ambao wamebaki watapewa ndugu zao ambao wamekuwa wakiwasubiri kuna maeneo mbalimbali katika eneo la Israeli. Na baada hapo Trump ataelekea Knesset, kuna bunge la Israeli, kwenda kutoa hotuba ya namna gani kama kiongozi mkubwa ameweza kufanikisha swala lake la kuweza kuweka silaha chini. Paka juzi tumeshuhudia vikosi vya IDF vimeweza kutoka takriban lake ya kuweza kuweka silaha chini. Paka juzi tumeshuhudia vikosi vya IDF vimeweza kutoka takriban kilomita 50 ndani ya Gaza. Kwa sababu vita vilivyoanza, vikosi vya IDF walikuwa wameizunguka Gaza kuanzia kusini mpaka kaskazini. Kwa sasa vikosi vya baada ya makubaliano vikatoka kilomita 50 mpaka Gaza. Na ikapelekea watu ambao wameondoka Gaza takriban milioni 1 kuweza kurudi katika maeneo yao ambao kimsingi katika eneo, lakini wamerudi kutazama, wamekuta nchi au eneo kama eneo la zama mawe, yani eneo limeharibika vibaya sana, yani kama ni magofu makubwa ambao kitazama kwa kweli si itakuwaje katika wao kuishi. Mpango uliopo ni kwamba ni kuweza kuingu na kulikuwa sasa kumeza kurejea hiyo amani ya Mashariki ya Kati. Sasa hoja msingi hapa ni kwamba ni Trump, nafasi ya Trump. Nimeona wakati anasafiri aliulizwa akasema ambacho anaweza akasema ni kwamba vita Gaza vimekwisha. Vita Gaza vimekwisha. Sasa vita Gaza vimekwisha, hiyo hoja ukitazama ina utata vile vile. Ni kweli vita vimekwisha. Na makubaliano ya peace deal ukisoma kihistoria yamekuwa yakifanyika kwa muda mrefu. Lakini sasa kwa hicho alichokifanya imejengwa na vitu vingi. Cha kwanza, Gaza washukuru pressure kimataifa. Kwa sababu kulikuwa kuna pressure kubwa sana duniani, maandamano makubwa ndani ya Marekani, Spain, Uingereza. Wananchi katika nchi za Ulaya walikuwa wanashinikiza serikali zao kupelekea boycott, kususia au kupelekea sanction, vikwazo kwa serikali ya Netanyahu, lakini vile jeshi la IDF. Ikaja ile trend ya kila nchi kuitambua taifa Palestina. Tukashuhudia kikao cha 80 cha UNGA kikiweza nchi mbalimbali kuweza kuitambua taifa la Palestina. Takriban zaidi ya nchi 170 wametambua taifa la Palestina kati ya nchi 193 ambao wanaunda Umoja wa Mataifa. Kwa pressure ilikuwa kubwa. Kwa kina Macron wenyewe, wakina Friedrich Merz, wakina Keir Starmer walikuwa wanaona aibu dhidi ya mauaji ambayo yanaendelea katika watu wa Gaza. Sasa hoja msingi ni kwamba imepelekea ceasefire. Lakini kutazama Trump inatajwa kwamba amemshindikiza Netanyahu kuweza kumaliza vita ya Hamas. Lakini ukitazama vile vile kuweza kumaliza vita ya Hamas. Lakini ukitazama vile vile Netanyahu alikuwa kila akilala na kuamka, alikuwa anawaza Hamas. Yani kila akiuliza swali
Hamas. Kuna hotuba ambayo alitoa juzi kipindi anahutubia katika bunge la UNGA, United Nations General Assembly. Aliwaekea speaker watu wa Gaza. Yesu anahutubia kule Marekani, akawekea speaker akamwambia kwamba lazima mateka wetu warudishe. Sasa mpango kuitazama ni mpango ambaye alikuwa anaongoza harakati za Palestina. Hawajafanya uchaguzi. Kwa hiyo kuna mazungumzo wanamtaka naye atoke ili aje kuwa mrithi wa mamlaka ya Palestina. Lakini Israeli wanasema kwamba huyu mtu ni hatari zaidi. Kwa sababu amefungwa kifungo cha maisha na akafungwa miaka 25 jela. Umeona? Kwa sasa nataka atoke ili aje kuongoza mamlaka ya Palestina. Sasa je, watakubali katika huo mpango? Lakini taarifa sasa hivi ambazo tunaziona ni kwamba huo mpango umeukataa. Sasa leo Trump atashuhudia hayo makabidhiano. Na Trump kwa kweli amewasaidia sana Wayahudi. Kwa sababu Trump ndo alitambua Yerusalem kama ni mji mkuu wa Israeli kutoka kule Tel Aviv. Azimio la mwaka 1947 maarufu kama Two State Solution liliamua kwamba Yerusalem ndio itakuwa mji mkuu utakuwa mji mkuu wa kimataifa wa wote. Tazama katika azimio la 147. Vita ya mwaka 1967 ikasababisha Israeli waichukue Palestina yote 80%. Kuanzia ukingo wa magharibi wa mto Jordan ambao ni West Bank mpaka eneo la Gaza. Na wakatangaza mwaka 1980 kwamba Yerusalem ni mji wao mkuu wote. Sheria za kimataifa zinataja kwamba Yerusalem Mashariki ni mji mkuu wa Palestina pale ambapo taifa la Palestina litajwa kuanzishwa. Lakini ukitazama ndani ya West Bank kuna makazi ya walowezi 500 ambao ni iligo kuna sheria za kimataifa. Na kimsingi ni kwamba Yerusalem umekuwa ni mji ambao unagombaniwa kwa sababu kuna hizo dini tatu za Abrahamu ambao ni baba wa imani: Ukristo, Uyahudi na Uislamu. Kwamba kuna kanisa pale inatajwa kwamba Yesu alisulubiwa Golgotha ndani ya Yerusalem. Ndani ya Yerusalem kuna ukuta ambao Wayahudi wanaamini kwamba Ibrahimu kipindi anataka kumtoa sadaka mwanae Isaka, pale ndo alifanya hilo tukio la kiimani. Lakini kwa Waislamu, Masjid al-Aqsa, msikiti maarufu na maalum kwa dini ya Kiislamu, ile ambayo safari ya Miraji ambayo inatajwa na mtume wa Islam kwamba ilifanyika pale. Utazama. Kwa sasa pale ndo alipana na kwamba usio wa Palestina wala wa Israeli. Lakini Trump mwaka 2007 akatangaza kwamba mji mkuu wa Israeli ni Yerusalem yote. Na Netanyahu anaamini kwamba Yerusalem ni ya kwao, na alimwambia Erdogan, huu mji ni wa kwetu, tumepewa na Mungu, upo vitabu vitakatifu. Kwa huu mji hatuwezi kushare na hawa pale wa Palestina. Kwa sasa mzizi wa tatizo haujatatuliwa kwa sababu wale walowezi 500 unawapeleka wapi? Sawa, je, wanaweza kutoka kwenye eneo la West Bank? Okay, sawa. Hawa Hamas ndio hii wameambiwa kwamba watarudisha silaha, watafanya disarming. Lakini je, hawa Hamas hakikisho lao la usalama likoje? Lakini vile je, usalama wa Palestina wataendelea kuteswa au Israeli wataika kama ni makubaliano kama tunasema ya mchongo, kwamba tupate hostage au tuje kuendeleza harakati zetu za kufuta Palestina? Kwa sababu Netanyahu anaamini kwamba hakuna nchi ambayo inaitwa Palestina. Nchi ni ya kwetu kuanzia mto Jordan kutazama Mediterania, Mungu alitupa. Kwa kimsingi ni kwamba anasifiwa amepelekea ceasefire, lakini mzizo tatizo bado kuna maswali mengi. Sawa, na kutokea kwa Azam TV mwezi huu wa Oktoba ni wa moto kweli. Nikukumbushe kwamba ukiwa unatazama sinema zetu kule utashuhudia tamthilia kali kweli. Ipo ya noma, ipo taswira, lakini pia kama unaifuatilia familia ya Mzee Kikala pia utakuwa unafaidi kweli kwenye Kombolela. Ala pia utakuwa unafaidi kweli kwenye Kombolela. Azam 2 kule ikifika saa 2 usiku bado tunatamba na Kristo. Tukisogea hadi saa 4 usiku ambapo Osman Bey anazidi kuchemsha ndani ya himaya ya Ottoman. Lakini Azam Sports burudani inapopigwa pale mwishoni mwa mwezi huu utashuhudia michezo ya ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League ikiendelea, ambapo Yanga watakutana na Mtibwa Sugar tarehe 29 Oktoba, huku Azam FC wakikutana na Singida Black Stars. Hiyo itakuwa ni tarehe 30. Africa Radio, all hits, ambao limekuwa limeundwa liko na watu wenye asili na historia tofauti.
lakini taifa la Marekani ni taifa la Kikristo. Wayahudi wengi wamewekeza Marekani. Kuna makampuni makubwa yote ya kiteknolojia kuanzia NASA, Google, kote wamewekeza. Kile kikao ambacho alichofanya Trump na wale mataikuni kwenye teknolojia, wale asilimia 80 wana asili ya Kiyahudi. Kwa hiyo kuna huo uhusiano wa karibu sana kati ya Marekani na nchi ya Israeli. Lakini vile matajiri wote karibia 3000 wa Marekani wananasabishwa na Israeli. Lakini ndani ya Marekani kuna kitu kinaitwa Christian for United States for Israel. Hawa ni Wakristo wanaitwa Christian Zionism, Mayahudi wa Kikristo. Hawa ndio wapo wengi Marekani, matajiri. Wanaongoza makanisa makubwa wakina Pastor John Hagee. Hawa wana ushawishi kuna lobby za IPAC, Israel lobby katika siasa za Marekani. Kwa sasa wao ukitazama wana influence ndani ya siasa za Israeli. Kwa hiyo ndio maana wengi wanasema kwamba Israeli ni kama ni jimbo la 51 la Marekani. Sasa kwa Urusi ni tofauti. Urusi vita yake na Ukraine ni vita ya usalama. Yaani ni uwepo au kutokuwepo kwa taifa la Urusi. Na Putin ameshaweka wazi mazungumzo ya kumaliza mzozo kati ya utakuwa tukio kubwa sana la kihistoria hiyo kuonekana na 21. Kwa sababu viongozi kumbuka wamekuwa wakiongea kwa kutokea mbali. Kwa sasa ukitazama ni kwamba kwa Putin ni tofauti kwa sababu Marekani hampi silaha Urusi, ila Marekani anaipa silaha Israeli. Marekani anatoa takriban dola za Marekani bilioni 30 kila mwezi. Kuna majimbo leo hii Marekani hawapati pesa nyingi kama wanazopewa Israeli. Kwa ni tofauti kidogo mzozo wao. Mtei, hii vita imesimama kwa muda ila haijaisha kwa mtazamo wangu. Anaitwa Madinda kutoka Dodoma. Ametuandikia yeye anasema imesimama kwa muda. Haya, asante. Huyu anasema kwa kawaida haya, asante kwa maoni yako. Na wengine wote ambao mnazidi kutuandikia. Kuna yule aliuliza swali vizuri pia kwa mjibu tu kwa haraka dakika hii moja kuhusiana na uchaguzi wa Cameroon. Akasema mtu anagombea na miaka 92 anachukua miaka mingine 7. Kwa hiyo atakuja kustaafu akiwa na 99. Yule Paobia watu washaka kupiga kula tangia jana. Paobia yaanza jana. Na anashindana vijana ukitazama. Ana miaka 92. Ameongoza taifa letu takriban miaka 43. Sasa ndani ya siasa Cameroon wengi wametazama ni watarajia kumpata tena Paobia kwa miaka mingine nayo inayokuja. Na of course anashindana na vijana. Kwa sasa of course imeshangaza, tukashuhudia wiki iliyopita binti yake anasema kwamba msimchague babangu, kuja na mtu mwingine. Kwa sasa kwa kweli amechukua hizo taswira kubwa Afrika, kama vile ambavyo alisema Museveni kwamba Bobi Wine asubiri nimalize kwanza kipindi changu cha mwisho, utakuja kuongoza wewe. Lakini kuliko Abia yeye amesema hapana, anagombea urais, sawa, na bado ana jukumu la kuendelea kuongoza taifa la Cameroon. Kwa sasa wengi wamequestion dhana nzima ya succession plan. Alisha kusema Obama kwamba Afrika haihitaji viongozi wenye nguvu, inahitaji taasisi imara, mifumo imara, kuandaa viongozi, kuandaa watu, kuwajenga vijana. Afrika kutazama ni bara ambalo lina vijana wengi. Tunasema ni bara ambalo lina nguvu kazi. Kwa hiyo vijana wengi wanatamani kupata taswira ambayo inawakilisha fikra zao. Kwa Paobia miaka 92 wengi wamequestion mfumo wake. Naamini kwamba baada ya wiki hii atangazwa mshindi wa taifa la Cameroon. Sawa bana, tukirudi itakuwa ni muda wa news update. Kumbuka pia tuna mengi ya kuzungumza tutakaporejea baada ya saa 2 kamili, lakini pia kumbuka kibiashara zaidi itakuwepo hapa ya kuzungumza tutakaporejea baada ya saa 2 kamili.